Jean-Charles Ahoua ni miongoni mwa wachezaji waliokuwa na mwaka wa kuvutia zaidi kwa Simba msimu uliopita wa 2024-2025, akimaliza kwa kuwa mfungaji bora wa timu kwa kupachika mabao 17. Mafanikio hayo yalionyesha uwezo wake mkubwa wa kufumania nyavu, kutoa asisti za mabao kwa wenzake, kupiga free kick kali, kupiga penalti nzuri na harakati zake uwanjani akitumia nafasi chache kwa ufanisi. Hata hivyo, msimu huu hali imebadilika kwa kiasi kikubwa, ambapo Ahoua hana nafasi ya kudumu katika kikosi cha kwanza, jambo linalozua maswali mengi kwa mashabiki na wachambuzi wa soka. Swali linabaki, je, huu ni mwisho au ni kipindi cha mpito kwa Ahoua? Hali hii si ishara ya kushuka kwa kiwango, bali ni sehemu ya mzunguko wa kawaida wa soka la ushindani. Historia inaonyesha kuwa wachezaji wengi wakubwa wanapitia vipindi kama hivi kabla kurejea kwa nguvu zaidi, japokuwa si wote hupitia nyakati hizo baada ya mafanikio anayoyapitia Ahoua, ambaye hadi sasa hajahusika kwenye bao lolote hata moja kati ya mabao 11 aliyofungwa na Simba katika mechi 5 alizocheza za ligi kuu, huku akiruhusu nyavu zao kutikiswa mara 3. Yamewahi kuwakumba nyota wengi ambao baadaye walirejea kwenye mstari. Ufuatao ni uchambuzi kumhusu mchezaji huyo ambaye licha ya kuwa na msimu bora uliopita, msimu huu ameanza kwa kusuasua kutokana na sababu 5 zinazomuondoa kwenye ushindani. Sababu ya kwanza ni ushindani. Ahoua alikuwa chaguo la kwanza chini ya kocha Faldo Davis ambaye tayari ametimka ndani ya kikosi hicho. Tangu kuondoka kwake, mambo yamekuwa magumu kwa mchezaji huyo ambaye kwa sasa anapambania nafasi ya kucheza katika kikosi cha kwanza. Sababu mojawapo kubwa ni ongezeko la ushindani ndani ya kikosi cha Simba. Msimu huu timu imeimarishwa kwa kusajili washambuliaji na viungo wa ushambuliaji wenye uwezo mkubwa, hali iliyosababisha kocha kuwa na machaguo mengi zaidi. Licha ya kiungo huyo kuonesha ubora msimu uliopita, amepoteza namba mbele ya Morris Abraham ambaye ni ingizo jipya ndani ya kikosi cha Simba. Wawili hao wamekuwa kigawana mechi, mmoja akianza na mwingine akitokea benchi. Sababu ya pili ni mabadiliko ya mbinu au mfumo. Tofauti na msimu uliopita, Simba msimu huu inaonekana kubadilisha mfumo wa uchezaji, ikiweka mkazo zaidi kwenye kasi, presha ya juu na ushiriki wa washambuliaji katika kujilinda. Mabadiliko hayo yamekuwa yakimuondoa kiungo huyo mshambuliaji kwenye kikosi cha kwanza, hali iliyomfanya kujikuta akikalia benchi katika baadhi ya mechi licha ya kuonesha ubora msimu wake wa kwanza ndani ya Simba. Ukiondoa hilo, mbinu tofauti za makocha waliopita Simba katika kipindi cha hivi karibuni, mchezaji huyo akiwa kikosini, zimekuwa sababu ya kuanzia benchini na kushindwa kuendana na kasi ya timu ambayo imecheza mechi 5 ikishinda 4 na kupoteza 1. Ahoua ambaye nguvu yake kubwa iko kwenye kumalizia mashambulizi, anaweza kuwa hajalingana kikamilifu na mahitaji mapya ya kiufundi na kimkakati, hasa kwa kocha anayehitaji mshambuliaji anayekimbia sana, anayerudi nyuma kusaidia ulinzi na kubadilisha nafasi mara kwa mara. Pia kiungo huyo mshambuliaji ambaye alizoea kucheza nafasi ya kiungo mshambuliaji namba 10, msimu huu ameonekana kubadilishiwa majukumu na hata kupangwa katika nafasi tofauti, ikiwemo kiungo namba 8. Sababu ya tatu, kujiamini kwa rekodi. Huenda Ahoua ameanza msimu kwa kujiamini kutokana na rekodi nzuri aliyokuwa nayo msimu uliopita, akiamini mambo yangekuwa yale yale, lakini hali imekuwa tofauti kutokana na kukosa nafasi ya kucheza mara kwa mara kama ilivyokuwa msimu uliopita alipokuwa ni chaguo la kwanza. Msimu huu Ahoua amekuwa akipata dakika chache, hali inayo